Kwa hiyo maelekezo yangu kufikia tarehe 15 ya mwezi wa kwanza, mchakato wa kumpata huyo mkandarasi kwa ajili ya kuendelea na ujenzi wa hili jengo huo umekamilika na ujenzi uanze mara moja. Lakini hii tabia ya kuchelewa kufanya michakato hii ikome, kwa sababu naona kama ni tabia ambayo ni kama inajirudia rudia. Tumetoka pale kwenye utekelezaji wa miradi yetu, nimekutana na changamoto hii. Miradi pale ya Secretariat ya mkoa nimekutana na changamoto hii. Tumekuja hapa tunakuta changamoto, lakini tumetoka pale kwenye hospitali yetu ya rufaa tumekutana na changamoto hizi za michakato. Unajua michakato inawacheleweshia wananchi maendeleo. Mwanzo hizi fedha zilirudi ni kwa sababu gani? Ya kuchelewa kutekeleza mradi. Si mnanielewa? Na ndio maana fedha zikifika mwisho wa mwaka unakuta fedha zinafanya nini tena? Zinarudi. Sasa kama hizi fedha kama tungezitekeleza kwa wakati, manake ili jengo ingekuwa sasa hizi tumefanya nini? Inawezekana limekamilika, si ndio? Sasa tumepata fedha zingine mwezi wa 8. Tunataka kitokee kile ambacho kilitokea mwaka uliopita wa fedha. Baki utafika wakati hizi fedha zitafanya nini tena? Zitarudi. Si ndio mfumo ulivyo? Au wataalamu au mfumo mbadilika siku hizi? Si uko hivyo kwamba mwaka ukifika mwisho wa mwaka wa fedha kuanzia mwezi wa 5 hivi tena mifumo inaanza kusumbua pale, si ndio? Mwezi wa 5 utasikia mifumo inasumbua, mwezi wa 6 mifumo inafungua, mwisho wa siku fedha zinafanya nini? Zinarudi. Kwa hiyo tunataka tena hizi fedha zirudi, alafu tuhangaike tena kuomba fedha zingine. Sababu mimi matarajio yangu itakiwa baada hizi fedha kuingia, mlitakiwa mfanye michakato hii kwa haraka. Sasa tukiendelea na utaratibu, maana hizi fedha pia tutazikosa. Na mimi siko tayari kuona fedha kwenye mkoa wangu zinarudi mara kwa mara kwa kushindwa kuanza kutekeleza miradi kwa wakati. Kwa nielekeze halmashauri mpaka kufika tarehe 15 ya mwezi wa kwanza, mchakato wa kumpata mkandarasi nataka huo umekamilika na taratibu za kuanza ujenzi wa hili jengo zianze mara moja. Sitakuwa tayari kuona fedha zinafanya nini tena zinarudi. Lile jengo ambalo tunalolitumia pale hakili mahitaji yetu, si ndio? Nikija pale kutembelea kwenye zile ofisi, bila shaka nitakuta watumishi mmebanana kwenye zile ofisi. Hazitoshelezi kulingana na mahitaji. Mheshimiwa Rais akaleta hizi fedha kwa ajili ya kutujengea jengo jipya kabisa la utawala ili wananchi hawa wapate huduma vizuri, lakini na nyinyi watumishi mkae katika mazingira ambayo ni bora. Sasa tunaletewa fedha, sisi wenyewe tunafanya nini? Tunasuasua. Fedha zinapotolewa lengo lake ni kuweza kutatua kero iliyopo. Sasa sisi wataalamu tukichelewa kuchakata, tunaendelea tunaendelea kusababisha kwamba wananchi waendelee kupata ile kero iendelee kudumu. Sasa ni jambo ambalo kidogo linatuchonganisha kati ya serikali na wananchi. Wananchi wanataka waone matokeo. Jengo tangu mtoto anazaliwa, sasa hivi mtoto sijui anatembea, sijui saa hizi anatarajia kuanza shule, bado jengo halijafanya nini? Halijakamilika. Kwa ni jambo ambalo halikubaliki. Kwa nitoe rai na maelekezo kwa halmashauri zote katika mkoa wa Songwe. Fedha zote ambazo zilizopokelewa sasa hivi, tukienda huko kwenda kufanya ukaguzi, hatutaki kusikia kwamba tuko katika michakato. Tunataka fedha zikifika mara moja ujenzi ufanye nini? Uanze, ili tuweze kuharakishia hawa wananchi kuweza kupata maendeleo. Halmashauri ya wilaya Mbozi imepokea fedha kwa miaka 3 mfululizo, ambapo katika bajeti ya mwaka 2020-2023 halmashauri ilipokea shilingi bilioni 1. Mwaka wa fedha 2023-2024 zilipokelewa jumla ya shilingi bilioni 1, na mwaka 2025-2026 imepokea jumla ya shilingi milioni 700 kwenye akaunti ya halmashauri kwa ajili ya kuendeleza mradi huu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, lengo la mradi huu wa ujenzi wa jengo la utawala ni kuboresha mazingira ya kufanyia kazi kwa watumishi wa halmashauri na kuongeza ufanisi katika kuwahudumia wananchi wa wilaya Mbozi, wilaya za jirani na taifa kwa ujumla.